CCM oye! Ninachopenda kuambia ni kwamba kipindi hiki tuko hapa lakini kwa lengo kubwa moja, na lengo hili ndiyo lengo la kisheria, lengo la kikatiba kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kila baada ya miaka hii mitano tunafanya uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Na ndio maana leo hii wakati mimi niko hapa kata ya Kilangala kwenye kijiji cha Mnimbila, wengine wako kona zote za taifa hili kuomba kura au kuomba ridhaa ya wananchi kuendelea kushika dola kama ilivyo katiba ya chama chetu cha Mapinduzi ibara ya 5 fasili ya kwanza. Kila baada ya miaka mitano, lengo la katiba yetu, lengo la katiba ya Chama cha Mapinduzi ni kuendelea kushika dola kwa mamlaka zote. CCM oye! Kwa hiyo leo nimekuja hapa kwa kuombea kura viongozi wakuu watatu. Kumwombea kura Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye si mwingine bali ni Daktari Samia Suluhu Hassan, na kumwombea kura ndugu yetu, kiongozi wetu ambaye anatoka hapa kwenye kata hii ya Kilangala, si mwingine bali ni Kassim Namwete. Na leo tungekuwa naye hapa, lakini bahati ya Mwenyezi Mungu, kiumbe chake ameamua kukichukua, na kiumbe ambacho amekichukua kina mnasaba mkubwa na Kassim Namwete. Ni kaka yake wa kwanza kuzaliwa katika uzawa wao kutoka kwenye tumbo la mama yake. Jana Mwenyezi Mungu alimuhitaji, kwa hiyo leo baada ya kumuhitaji, kinachofuatwa mwanadamu ni kufanyiwa taratibu za kidini. Leo amezikwa pale mchana. Kwa hiyo ndio maana hatumuoni mwenzetu Kassim Namwete kwa sababu ya jambo hilo kubwa sana kwake. Allahumma ufirrahu warhamahu waskanahu fil janna. Allahumma ufirrahu warhamahu waskanahu fil janna. Allahumma ufirrahu warhamahu waskanahu fil janna. Amin. Tunaomba Mwenyezi Mungu ampe pepo ya daraja la juu mwenzetu aliyetangulia mbele ya haki, na sisi vile vile atuwezeshe tuufikie mwisho uliokuwa mwema. Sasa baada ya kuyasema hayo, tunamwombea kura za ndio zote ifikapo tarehe 29 ya mwezi wa 10 mwaka 2025, sisi sote tukampigie kura rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama nilivyosema, tukampigie kura Kassim Namwete. Na mwisho kabisa, na mimi naomba kura zote za ndio kutoka kwenu ninyi kwa wale ambao wana haki ya kupiga kura. Na siombi kura hizi kwa wana CCM pekee, bali ninaomba kura hizi kwa wananchi wote wanaopenda maendeleo ya Mchinga yetu, kwa sababu ndani ya Mchinga yetu kwa kutumia demokrasia tuna vyama vingi. Wengine wanarudi kwenye chama chetu, wengine bado wako kule. Sasa wale ambao bado wako huko ifikapo tarehe 29 ya mwezi wa 10 mwaka 2025, naomba zile kura zote za ndio ziende kwa CCM. CCM oye! CCM oye! Halikadhalika ninawapongeza wale wote ambao wamekuja hapa mbele na kukiombea chama chetu cha Mapinduzi kura za ndio. Wamemwombea rais, wamemwombea mbunge na wameombea madiwani. Nasema asanteni sana kwa maneno yenu mazuri ya kuendelea kuomba kura kwa chama chetu cha Mapinduzi. Sasa
Baada ya hapo nasema kwa nini tunaendelea kuomba kura kwa Chama cha Mapinduzi? Kwa sababu Chama cha Mapinduzi kimefanya mambo mengi, kimefanya mambo makubwa, kimefanya mambo mazuri. Asiye na macho masikio anayo, na kama hana masikio bali hata ngozi anayo ya kuweza kutambua jambo au kuhisi jambo. CCM oye! CCM oye! CCM imefanya mambo makubwa na mazuri. Katika kata hii tumeleta pesa takribani ya bilioni 8. Na pesa hizo bilioni 8 zimetumika katika shughuli mbalimbali za maendeleo ya jamii. Na shughuli hizo za maendeleo ya jamii ni kama hizi zifuatazo. Zimetumika kwenye miundombinu ya barabara ambayo zaidi ya shilingi bilioni 1.3 tumetumia. Kuhusiana na swala zima la elimu, tumetumia pesa nyingi sana. Moja, tumejenga shule mpya 2 za sekondari. Ukipanda tu pale unaona pale kileleni kwenye mlima. Ile shule imegharimu zaidi ya milioni 500. Lakini ukiachilia mbali shule ile iliyogharimu milioni 500, shule ya wasichana ni shule maalum. Daktari Samia Suluhu Hassan amezijenga shule hizi takriban 26 katika taifa lote la Tanzania. Sambamba na hilo, pamoja na kujenga shule hizi zote, lakini alijenga kwa awamu. Awamu ya kwanza jimbo la Mchinga lilipata hiyo shule tukiwa kwenye shule 10 za mwanzo zilizojengwa katika taifa letu la Tanzania. Na shule hiyo iligharimu bilioni 4.6. CCM oye! Anasema ukitaka kumsaidia mwanadamu msaidie katika swala zima la elimu. Kilangala tumesaidiwa, jimbo la Mchinga tumesaidiwa. Jimbo la Mchinga lilikuwa na shule zilizochakaa, shule mbovu, mpya hazikuwepo. Mmemsikia hapa Figo alivyoelezea utekelezaji wa ilani kuhusiana na mambo makubwa na mazuri ambayo tumefanya katika jimbo letu la Mchinga. Tumefanikiwa kujenga nyumba ya mwalimu 2 kwa moja yenye thamani ya shilingi milioni 95 katika kata hii ya Kilangala. Sambamba na hilo tumefanikisha ukarabati wa ujenzi wa miundombinu mipya ya madarasa, matundu ya vyoo katika shule ya msingi hapa Mnimbila, Tumbukile pamoja na Kilangala B. Aidha tumefanikisha usajili wa shule shikizi ya Kilangala A na kuwa shule rasmi, kwa sababu hatuwezi kuendelea kuwa na shule shikizi. Maana yake nini kuwa na shule shikizi? Maana yake utasoma darasa la kwanza, la awali, inawezekana la kwanza, la pili, la tatu. Ukifika la 3 na karibia la 4 inabidi uondoke uende kwenye shule mama ambayo imesajiliwa ili uweze kufanya mtihani wa darasa la 4, hatimaye uingie la 5 ufike mpaka kule juu kule. CCM oye! Sasa hiyo tukaona haina mashiko, haina manufaa. Lazima tusajili ile shule, tukasajili, na sasa hivi si shule shikizi tena, ni shule ambayo watoto watamaliza pale ifikapo aidha darasa la 7 au darasa la 6. Lakini kwa utaratibu, kwa mujibu wa mabadiliko ya sera ya elimu, tutafika mpaka darasa la 6. Naamini hiki kitu mnakijua. Kuhusiana na swala zima la afya, tumefanikisha ujenzi wa zahanati mpya kabisa katika kijiji cha Kilangala B, ambapo serikali imetoa zaidi ya milioni 50. Lakini sambamba na hilo, mfuko wa jimbo kwa kuchachusha chachu ya maendeleo tumetoa milioni 6,100,000. CCM oye! Kuhusu swala zima la kilimo, tumefanikisha kupata mradi mkubwa wa kisima chenye thamani ya shilingi milioni 100. Hizi si pesa ndogo, ni pesa kubwa. Lakini utashangaa, milioni 100 kwa ajili ya kisima. Ndiyo, milioni 100 kwa ajili ya nini? Ya kisima. Lakini hiki kisima tunataka tufanye kisima kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji katika bonde la Kilangala A. Tayari mkandarasi amepatikana, na baada ya muda
muda kazi hii itakwenda au itaweza kufanyika. Tumefanikiwa kuboresha utoaji wa huduma za pembejeo za kilimo hasa kwenye zao letu la korosho, lakini si korosho pekee bali na zao la ufuta. Korosho imeongezeka bei, sio kama pale awali. Swala zima la maji. Katika kipindi cha miaka 5 hii tumejitahidi kufanikisha uboreshaji wa huduma ya maji katika kata hii ya Kilangala moja. Tumefanikisha kuboresha huduma ya maji safi na salama katika kijiji cha Mnimbila, Kilangala A na Kilangala B kwa kujenga tenki kubwa la maji lenye thamani ya shilingi milioni 580, na hii ndiyo kazi ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Samia Suluhu Hassan oye! Tunazungumzia swala la mawasiliano na umeme. Leo ukizungumzia swala la mawasiliano na umeme si jambo tena la anasa kama ilivyokuwa wakati ule miaka 20-30 iliyopita. Tumefanikisha kusambaza umeme katika vitongoji vyote vya kata ya Kilangala. Hata vile ambavyo bado umeme haujawaka, tayari wakandarasi wamefika na kazi zinaendelea. Lakini hata kule vitongojini ambako kazi ya vitongojini kama pale ambapo tuliambiwa hapa umeme haujafika, sawa, likahakwa nguzo zimefika na kazi itafanyika. Lakini ukipata umeme hapa Mnimbila ukavuka kuelekea kule, maana yake vitongojini umeme ulikuwa bado, wakati wa vitongojini ulikuwa bado. Lakini leo hapa ninapozungumza, maana yake ni kwamba kati ya vitongoji 236 vitongoji 200 karibu vyote vimepata umeme isipokuwa 32 tu. Vitongoji 204 vyote vimefikiwa na huduma ya umeme. Ukiachana na swala zima la umeme, swala la simu, swala la mitandao katika jimbo la Mchinga ilikuwa ni swala moja gumu kupita kiasi. Leo mitandao imeboreshwa na watu leo katika jimbo la Mchinga zaidi ya 80 hawaendi tena kujitega kutafuta mtandao wa simu. Mitandao inapatikana katika mazingira yetu. Baada ya kusema hayo, ndio maana nasema tuchagueni sisi, mchague Samia Suluhu Hassan daktari, mchague Salma Rashid Kikwete mwalimu, mchague Kasim na Mwete ili tuje kuyafanya mambo mengi na zaidi katika kipindi cha mwaka 2025-2030. Mambo tunayotarajia kufanya katika kipindi hicho ni kama yafuatayo. Tutahakikisha tunaiomba serikali tupate pesa kuanza ujenzi wa zahanati katika kijiji hiki cha Mnimbila. Tunajua Mnimbila hawana zahanati. Hilo ndio lengo letu kubwa la kuhakikisha katika kipindi cha miaka 5 ijayo Mnimbila nayo wanapata zahanati kama vilivyokuwa vijiji vingine katika jimbo letu la Mchinga. CCM oye! Namba 2, tutahakikisha katika awamu ya pili mradi wetu wa maji tunakwenda kufikisha huduma ya maji katika vitongoji vya Likahakwa mpaka Lichinji. Lichinji tunajua maji hakuna, Likahakwa tunajua maji hakuna. Pesa ipo na hii itakuwa mradi unaoendelea katika awamu nyingine ya pili. 3, tutaendelea kuwahimiza wakandarasi kuhakikisha usambazaji wa nguzo ili kukamilisha mradi wa umeme jazilizi ambao tayari nimeshasema. Nguzo zimejaa tele, nguzo zimeletwa, tunamalizia kazi hii ya umeme jazilizi katika vitongoji vyetu vile 32 vilivyosalia, kikiwepo kitongoji cha Likahakwa. CCM oye! Sambamba na hilo, tutaendelea kuboresha shughuli za michezo na burudani kwa vijana, hasa katika kugawa vifaa vya michezo na kushiriki katika mashindano mbalimbali. Tunajua kwamba na tunatambua kwamba michezo ni
ajira. Michezo inakuza vipaji vya watu. Michezo inajenga ushirikiano. Lakini kikubwa zaidi, unapofanya mazoezi, unapofanya michezo, unaepuka maradhi nyemelezi. CCM oye! Na haya mashindano yatakuwa ya kata, tarafa, jimbo, kati ya jimbo na jimbo, yani yatavuka wilaya, hatimaye tutavuka mpaka mkoa. Lakini kama Namungo waliweza, tutashindwaje Mchinga? Tukiwa na nia, tukiwa na dhamira, yote yanawezekana. CCM oye! Jambo jingine ambalo tukipata ridhaa, na naamini ridhaa mutatupa. Kwa nini nasema ridhaa mutatupa? Na kwa nini tunakuja kusisitiza kuomba ridhaa? Nyinyi wenyewe Mchinga mlisema hatuhitaji mbunge mwingine zaidi ya Salma Rashid Kikwete, na ndio maana kura za maoni nilikuwa peke yangu. Hatimaye kura hizi za jamii niko mimi peke yangu. CCM oye! CCM oye! Lakini yote kwa nini niko peke yangu? Kwa sababu kazi kubwa na nzuri ambazo tumezifanya katika kipindi cha mwaka 2020-2025. Sasa haya tumeyapanga, lakini kuna mambo mengine zaidi ya haya yanakuja. Mchinga yenye maendeleo tele inawezekana. CCM oye! CCM oye! Haya, swala jingine, tutasimamia masuala ya mikopo kwa vikundi vya wajasiriamali, hasa wanawake, vijana na watu wenye mahitaji maalum. Sasa kuhusiana na swala la watu wenye mahitaji maalum, sheria zimeboreshwa kabisa. Sheria zimeboreshwa kabisa hasa kwenye watu wenye mahitaji maalum. Zamani ilikuwa mtu mwenye mahitaji maalum mpaka wawe watu 3, 4 na kadhalika, lakini kwa sasa hivi hata mtu mmoja mwenye mahitaji maalum anaweza akapata mkopo. CCM oye! Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Hakuna kabisa. Nani anayelingana naye? Mama Samia Suluhu Hassan ni mama bora ndani ya Afrika Mashariki, ndani ya bara letu la Afrika, na dunia inamtambua na imempa tuzo nyingi kwa kazi kubwa na nzuri ambazo anazifanya. CCM oye! Na huyu mama ni hodari sana, ni mama anayejali watu na anayejali haya makundi maalumu. Na huyu ndio mama wa kwanza kuhakikisha kwamba nishati inatambulika rasmi kwenye swala la kisheria. Kabla ya hapo nishati ilikuwa hii ya kupikia, hakuna mtu ambaye alikuwa anaitambua, lakini akasema ni lazima tutambue kwamba wanawake walio wengi ndio wanaopata shida katika kumpikia huyo mume, kumpikia mtoto, kumpikia sijui nani, kumpikia nani. Akasema kuanzia hapo tutaondokana na nishati hii ya kuni, twende katika nishati asilia. Lakini tunapoondokana na nishati ya kuni, tunaboresha mazingira yetu kuwa ni mazingira rafiki, kuwa ni mazingira wezeshi. Tunapoacha kukata miti, maana yake tunakaribisha kuwa na mvua. Tukikata miti, maana yake mvua hazitanyesha. Tukichoma misitu, maana yake tunaharibu mazingira. Tukiharibu mazingira, yale mamoshi yanayojitokeza yanakwenda kuharibu utando au ile chekecheke. Kazi ya chekecheke baina ya hapo katikati hapo, chekecheke ile kazi yake ni kukinga sumu za miale ya jua isimfikie moja kwa moja mwanadamu, hatimaye mwanadamu anapata maradhi magumu kama maradhi ya kansa. Huyo ndio Daktari Samia Suluhu Hassan anayesisitiza kuyatunza mazingira yetu, ili hata sisi tukiondoka tuache kizazi chenye raha kwa kufurahia dunia yao. CCM oye! CCM oye! CCM oye! Kwa hiyo tutahakikisha swala hili la mikopo tunalisimamia kwa dhati. Na tukilisimamia kwa dhati, na maana wanawake watapata mikopo, vijana watapata mikopo, halikadhalika na watu wenye mahitaji maalum watapata nini?
Mikopo. Na kama mikopo hiyo itatolewa kwa usawa. Lakini hapa tutapataje kwa usawa? Yaani yote 9 lakini 10. Si mnakumbuka siku ile tulivyokuwa na Daktari Samia Suluhu Hassan? Si mnakumbuka pale Mchinga wakati mbunge wenu Salma Rashid Kikwete anazungumza na Daktari Samia Suluhu Hassan, mambo aliyomwambia ambayo mulinituma ninyi nimueleze mama, si ndio hatutaki kila dakika mara umesukumwa huko, mara umesukumwa kushoto, mara umesukumwa kulia, mara umesukumwa mbele, mara umesukumwa nyuma. Tunataka sisi wenyewe tujitegemee. Aya, waeleze hapo sasa. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Rais wetu mpendwa, walichoniagiza Wanamchinga, wanaomba kuwa iwapo utafikiria kugawa maeneo ya utawala, sisi Wanamchinga utufikirie kupata halmashauri. Inatosha. Mmesikia? Hayo maneno nilikuwa namwambia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na yeye ndio mwenye dhamana yote. Tumeelewana? Kwa hiyo ninawaomba Wanamchinga, Wanakilangala, wapi hapa? Wanamlimbila, wapi kule Likahakwa. Tuombe kwa Mwenyezi Mungu ili mama impendeze na sisi atupe nini? Atupe halmashauri yetu. Tukipata halmashauri maana yake tutakuwa na mkurugenzi wetu sisi wenyewe. Tutakuwa na idara zetu sote wenyewe. Tutakuwa na upande kama atatupa moja kwa moja, tutakuwa na ofisi ya CCM ya kwetu wenyewe. Vyote hivyo vitakuwa ni vya kwetu sisi wenyewe, hatuendi mara huku, na tutakuwa na bajeti yetu sisi wenyewe. Kama tunapata bajeti ya milioni labda 500, tunajipanga sisi wenyewe kupanga shughuli zetu za maendeleo. Baada ya kuyasema hayo, mleteni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapa, mleteni diwani hapa na wengine hapa, tumalizie. Sasa hapa ili bango ili mmeliona ni bango, lakini kule huu ni mfano. Na ni mfano huu ndani yake hapa kuna maraisi 17 wanaogombea urais katika taifa letu la Tanzania. Sasa hao wengine mimi sishughuliki nao. Ninashughulika na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye si mwingine bali ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Yeye ndio wa kwanza, namba 1. Sawa? Kuna alama ya chama chetu. Alama ya chama chetu ni jembe na nyundo. Mbele yake kuna herufi CCM. CCM maana yake Chama cha Mapinduzi. Alafu kinachofuatia ni mgombea wa nafasi ya makamu wa uraisi ambaye ni nani? Makamu wa uraisi ni nani? Mmepata, Dr. Emmanuel Nchimbi. Alafu inayofuatia mgombea wa kiti cha uraisi. Kiti cha uraisi ni nani? Dr. Samia Suluhu Hassan. Lete lile bango pale. Mwingine akalete lile bango lile. Huyu na huyu. Huyu ndio Daktari Emmanuel Nchimbi. Huyu ndio Daktari Samia Suluhu Hassan. Hao utawaona kwenye ile nafasi ambayo iko hapa. Utawaona hao. Kwa sababu hapa haonekani mbali, wameonekana vidogo vidogo. Sawa? Sasa hapa ndo ameonekana kwa ukubwa wake. Ameanza huyu hapa, alafu huyu amekaa hivi kwa mujibu wa itifaki. Sawa? Baada ya hapo sasa ndio mbele yake unaweka nini? Tiki. Unaweka nini? Haya, hebu tuweke tiki kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Tiki kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Tiki. Na ile tiki isivuke ndani ya kile kichumba.
au ndani ya kile kiboksi au ndani ya kile kikasha. Tumeelewa Hapo utakuwa umemaliza kupiga kura ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Haya. Hiyo Oktoba CCM tunaipa. Hiyo Oktoba Mama Samia tunampa. Hiyo Oktoba CCM tunaweka. Hiyo Oktoba. Sasa baada ya kumaliza, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, unakuja mbunge wa jimbo la wapi? Mbunge wa jimbo la Mchinga. Yeye picha yake hii hapa. Alama ya chama, picha ya mgombea. Hapa kuna kisanduku. Wewe nenda kwenye ndio, weka nini? Tiki. Weka nini? Tiki. Weka nini? Tiki. CCM oye! Sisi sote tunajua kusoma na kuandika. Si mnajua mpaka wagombea waliopo katika hii hapa, katika kata hii, si ndio? Wako wagombea wangapi? 3, si ndio Wewe usihangaike na hao wengine, hawakuhusu. Tumeelewa Hao wengine wewe hawakuhusu. Wewe nenda kwenye alama ya chama chako, mbele yake pale weka alama ya nini? Tiki. Unaweka alama gani? Tiki. Unaweka alama gani? Tiki. Ukishafanya hivyo unarudi nyumbani, unaenda kupumzika kungoja matokeo. Yena we, yena. CCM. Haya, wanyanyua akina mama, wanyanyua akina baba. Hiyo Oktoba CCM tunaipa. Hiyo Oktoba